Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Dennis Mrema. Ni mwezeshaji wenu wa kipindi cha historia ya kanisa kinachokujia kutoka katika chama cha utume wa wanataaluma wa Kristo wa Katoliki Tanzania kama CPT. Na leo tu katika kipindi chetu cha 3 nikiendeleza kutazama historia ya kanisa, hususan swala zima la upapa na development of the papas kutoka katika karne ya kwanza mpaka Papa tuliye naye sasa hivi, Papa Leo 14. Kipindi kilichopita tulitazama mapapa wa karne ya pili na tuliangalia ni kwa namna gani kanisa lilikuwa ndani ya dola ya Kirumi, mateso makubwa yaliokuwa yanaendelea katika kipindi hicho cha pili cha karne ya pili. Tukatazama viongozi wa kanisa kama mapapa waliopita ya kipindi hicho. Katika karne ya pili ni kipindi ambacho kulitokea pia mafundisho potovu yalianza kuenea. Tunasema zile heresies ziliibuka sana, kama ile Gnosticism, kama ile Marcionism, zote zilitokea katika kipindi cha karne ya pili. Basi leo tukiingia katika karne ya 3, ni mojawapo ya karne ngumu sana kwa kanisa. Yaani uko unazungumzia historia ya kanisa, mnaweza mkaacha karne ya kwanza, ya pili, japo ina msingi wake, lakini karne ya 3 ni kipindi kigumu sana kanisa lilianza kupitia katika karne hii ya pili. Sasa katika karne hii ni mojawapo ya karne ambazo zilikuwa ngumu kwa kanisa, hususan katika swala zima la mgawanyiko, katika swala zima la wale ambao walikuwa wanaikana imani sasa wamerudi, kulitokea mabishano makubwa sana. Hivyo ni sehemu ambayo tunaweza tukaitazama, lakini mapapa waliokuwa katika karne ya 3 ni wengi, lakini tutawaangalia katika muktadha kwa haraka kwamba aliongoza hivi kwa kuna changamoto hii na masuala mengine kama hayo, tuweze kwenda na muda na tuweze kufikia lengo letu la kuwatazama mapapa katika karne zote hizo. Katika karne hii ya 3, mambo muhimu ya kuyafahamu kwamba mateso ya Kristo yaliongezeka. Ile karne ya pili mwishoni yalianza kupungua, lakini katika karne ya 3 mateso makali ya Kristo, Roman persecution, ilikuwa kubwa sana. Iliongezeka na migogoro ndani ya kanisa kuhusu imani na nidhamu ilikuwa ipo mikubwa. Kuliibuka pia kuna kitu kinaitwa antipope. Antipope ni tayari tuna papa halali tunayemtambua kama kanisa, anaibuka mtu anasema ndiye papa halali, anampinga na kutaka kumpindua papa halali ambaye kanisa lilikuwa linamtambua. Ni kipindi ambacho nimesema kanisa lilipitia wakati mgumu. Kanisa kuna papa lakini anatokeza mtu mwingine mwenye nguvu anasema ndio papa. Kwa hiyo anampinga kwa wale wapinzani wa papa halali. Pia ni sehemu ya mabishano, kutoka mabishano makubwa ya mafundisho ya imani. Nasema zile doctrinal controversies zilitokea sana katika karne ya 3, ambapo wengi walibishana kuhusiana na mafundisho ya imani na mambo mengine kama hayo. Zaidi hayo tu tunavyozungumzia kanisa linapokuwa linapitia changamoto, licha ya hayo yote, ndio maana linasemaga ni mojawapo ya sign kwamba kanisa la Kristo mwenyewe liliendelea kukua, liliendelea kuenea katika dola ya Kirumi. Kwa watawala kipindi hicho waliolitesa kanisa katika karne hii ya 3 ambao wamekuwa katika historia ya kanisa, mojawapo ni Septimus Severus, kina Decius, kina Valerian, kina Diocletian. Wote ni mojawapo wa watawala ambao wamelitesa katika kanisa katika karne hizo, ambazo katika karne ya 3 ambao nimwambia ni karne ngumu sana kwa kanisa. Tukimtazama papa wa kwanza, Papa Callistus wa kwanza ni papa ambaye aliongoza kuanzia mwaka wa 217 mpaka mwaka wa 222. Huyu papa alikumbana na changamoto kubwa. Mmojawapo ni papa ambaye alikuwa tunasema ni papa alikuwa na msamaha, kwa alitetea msamaha wa Kristo waliotubu. Kuna wale wa Kristo ambao walikuwa wamekana imani wakakimbia Ukristo. Kwa sasa ilifika mahali wamerudi. Kwa hiyo papa huyu alikuwa mfanyaji, anawatetea. Kwa sasa wakati anawatetea na kuwasamehe na kuwarudisha katika kundi, alikumbana na upinzani mkubwa wa makundi waliotaka sheria kali ya kanisa kwamba mtu akitokea amekana imani asisamehewe. Wale penitents wale wasisamehewe kabisa. Jambo lingine, alisisitiza pia mamlaka ya askofu wa Roma kama mrithi wa mtume Petro, na aliendeleza kuimarisha mamlaka ya askofu wa Roma. Papa huyu Callistus wa kwanza ambaye ni papa wa karne ya 3 aliuawa kishahidi. Ni mojawapo ya shahidi kifo chake. Papa wa pili katika karne hii ya 3 tunasema Papa Urbani wa kwanza. Tunasema ilikuwa ni the
Papa of Peace. Kanisa baada ya kupitia changamoto kubwa zilizotokea kipindi cha Papa Callistus wa kwanza, kanisa liliingia kipindi cha utulivu wa muda mfupi sana. Kwa hiyo Papa wale aliweza kuimarisha matumizi ya mali za kanisa, akaimarisha, akaanza kuorganize, kufuata na kuna ile mabishano. Aliendeleza mpangilio wa ibada, zinasema kanisa liliendelea kukua, the liturgy development ilikuwa inaendelea. Na zaidi ya yote aliendelea kuwatia moyo wa Kristo walikuwa na mateso yameongezeka kwa muda mfupi. Aliwatia moyo na kulikuwa na kipindi of the peace kwamba mtawala alikuwa hakuna mateso makali kama kipindi cha nyuma. Kwa hiyo tunaamini Papa huyu pia alikufa kawaida, hakuuawa kadiri ya mapokeo, basi alikufa kawaida. Papa wa tatu ni Papa Pontian. Aliongoza kuanzia mwaka 230 mpaka ule mwaka wa 235. Pontian yeye alikumbana na mateso makali sana. Ni mmoja wapo ya papa ambao anasema alikumbana na mateso makali. Kaisari Maximinus Thrax alilitesa kanisa kwa namna kubwa sana. Kwa baada ya kipindi kifupi cha amani kile, Papa Pontian alipata mateso makali. Na kwa mujibu wa historia kanisa alifukuzwa, akaenda uhamishoni huko Sardinia. Alienda huko baada ya kufukuzwa ni papa. Baadaye akawa akajiuzulu akiwa uhamishoni, akafanya resignation, akajiuzulu. Na alifia huko uhamishoni. Kwa hiyo tukasema ni papa alipitia mateso makali na akahamishwa, akapelekwa uhamishoni na akaenda kupata mateso makali, na mwisho wa siku akaona sasa kanisa linapaswa lipate kiongozi mwingine ambaye ataweza kuendeleza, basi akafanya resignation, ambayo ni kitu kigumu sana. Tutakuja kuangalia the greatest theologian of our time, Papa Benedict wa 16, miongoni mwa mapapa wa mbele tutakuja kumsoma, ambaye alifanya resignation, alijiuzulu. Kwa papa huyu Pontian alifia huko uhamishoni. Papa mwingine wa karne ya 3 alikuwa ni Papa Anterus. Aliongoza kipindi kifupi sana cha uongozi wake, ulikuwa ni mfupi mno. Aliongoza kipindi kifupi. Yeye alichokifanya ni mmoja wapo ya papa ambaye alianza kukusanya zile kumbukumbu za mashahidi. Alianza kutunza na alikusanya zile kumbukumbu za mashahidi, martyrs records, akaanza kuzikeep kama ni sehemu ya historia ya kanisa. Maana yake akaanza kukeep, akakusanya kumbukumbu hizo. Na aliongoza kwa muda mfupi na alikufa kishahidi, aliuawa. Papa wa 5 katika karne hii ya 3, Papa Fabian. Huyu ni papa aliongoza kuanzia mwaka 236 mpaka mwaka 250. Aliboresha mfumo wa utawala wa kanisa, the church administration, alianza kuiboresha vizuri na mambo mengine kama hayo. Aligawa Roma katika maeneo ya kichungaji. Mmoja wa Papa Fabian ni papa ambaye tunamkumbuka, alianza sasa kugawa Roma kama maeneo ya kichungaji na wakawa wanawapangia. Maana tayari alikuwa anaboresha ile administration kwamba na kugawa ile maeneo na kila maeneo akawa yanapatiwa mchungaji. Kwa hiyo aliimarisha pia uinjilishaji, ile the missionary works, alianzisha missionaries work Papa Fabian huyu, na mambo mengine akaendelea kukua. Kifo chake aliuawa wakati wa mateso ya Decius. Alikuwa ameshaingia madarakani Kaisari Decius kuanzia mwaka 250, basi alimuua Papa Fabian. Kwa alikufa kama shahidi. Yeah. Papa wa 6 tunamwongelea Papa Cornelius ambaye tunasema Papa Fabian aliyekuwa ameishia mwaka 250. Papa wa 6 kuanzia mwaka 251 aliongoza kwa kipindi kifupi. Aliongoza kuanzia mwaka 251 Papa Cornelius akaenda mpaka miaka 253. Aliongoza kwa takriban miaka 3 tu. Na huyu Cornelius naye alitetea msamaha kwa waliokana imani na baadaye wakatubu. Kwa aliwatetea kwamba wanapaswa kurudi kundini. Sasa papa huyu aliongoza kwa kipindi kifupi kutokana pia alikumbana na changamoto ya antipope. Kuna antipope ambaye alikuwa amempinga na alikuwa anaitwa Novatian. Ndio alimpinga kwa vikali sana Papa Cornelius na kutaka kiti hicho kwa nguvu. Kwa hiyo walimkamata Cornelius, wakampeleka uhamishoni na mwisho akamuua huko uhamishoni. Kwa hiyo historia papa huyo kama wa 6 katika karne hiyo ya 3, basi alifia uhamishoni. Papa wa 7 tunaweza tukamwangalia Papa
Lucius, Papa Lucius alianza sasa kuanzia mwaka 253 akaongoza kwa mwaka mmoja. Sema karne ya 3 ni kipindi kigumu sana kwa kanisa kwa sababu ni kipindi ambacho kwa kuna migogoro mikubwa sana. Papa akikaa muda mrefu ilikuwa ni changamoto. Kwa mfano papa huyu Lucius aliyekuja kuchukua nafasi aliongoza mwaka mmoja 253 mpaka 254. Baada ya mapapa kwenda kule huko uhamishoni aliruhusiwa kurudi Roma. Na baada ya uhamisho akaruhusiwa kurudi Roma. Naye aliendeleza msamaha kwa waliotubu, aliendeleza kama mtangulizi wake alipofanya, na alivyorudishwa tu Roma kutoka kule uhamishoni alikufa muda mfupi sana baada ya kutoka uhamishoni aliporudishwa Roma. Na tukasema historia yake iliishia hapo. Papa wa 8, Papa Stefano wa kwanza. Papa Stefano wa kwanza aliongoza kwa miaka 3 kutoka 254 mpaka ule 257. Alipata changamoto kubwa ya mgogoro wa ubatizo wa mara ya pili, rebaptism controversies zilitokea. Na wakati tutakuja tutaeleza kuna wakati historia ya kanisa watu walikuwa wanabatizwa mara ya pili, rebaptism, kwa alipambana changamoto kubwa sana ya rebaptism of controversy katika karne hiyo ya 3. Alisisitiza ubatizo mmoja tu, one baptism, ambao mpaka leo tunao. Kwa alikuwa anakataa sana ile rebaptism, mtu anabatizwa kwa mara nyingine. Na alikufa kishahidi papa huyo. Basi aliongoza kwa muda wa miaka 3 na alifariki kishahidi. Papa wa 9 katika karne hii ya 3, basi tumepata papa ambaye alianza kutumia jina la mtangulizi wake. Anajiita Papa Sixtus wa pili. Manake aliongoza kuanzia ile mwaka 257 ambapo Papa Stefano wa kwanza aliishia, na yeye aliongoza mwaka mmoja tu, 57 mpaka 58. Na aliendelea kusimamia kanisa, lakini alikamatwa wakati wa ibada ya misa. Alikamatwa na aliuawa pamoja na mashemasi wake wote. Kwa hiyo ni moja wapo ya katika ile martyrdom ya kanisa, mashahidi tunamkumbuka sana Papa Sixtus wa pili. Kamatwa wakati wa misa pamoja na mashemasi wote wakauawa. Papa wa 10 katika karne hii ya 3 ni Papa Dionysius. Ni papa wa 10 ambaye aliongoza kuanzia mwaka 259 alienda mpaka 268. Huyo alirejesha utulivu wa kanisa baada ya mateso. Alianza kurudisha ule utulivu wa kanisa. Mateso yalikuwa makali na alikabiliana na mabishano ya utatu. Nasema baada ya mafundisho potofu yalikuwa yameshaanza ile karne ya pili. Kwa hiyo akapambana na mafundisho potofu ya utatu. Watu wanafahamu Trinitarian issues kuhusiana na mafundisho ya utatu. Na mwisho yote basi na yeye alikufa kifo cha kawaida. Ni papa ambaye alijaribu kurudisha na alirejesha kwa asilimia kadhaa utulivu ambao ulikuwa umetoka ndani ya kanisa kwa wakati huu. Papa wa 11 katika karne ya 3 alikuwa ni Papa Felix wa kwanza. Huyo aliongoza kuanzia mwaka 269 ambapo mtawala wake aliishia, akaenda mpaka mwaka 274. Na huyu alikuwa aliimarisha ile Trinitarian fundisho la utatu, yakaliendeleza na akaliimarisha mafundisho ya utatu. Na inaaminika kadiri ya mapokeo alikufa kama shahidi, aliuawa. Papa wa 12 na tukasema ambaye aliongoza kuanzia mwaka 275 mpaka mwaka 283, Papa Eutychian. Ni papa wa 12 katika karne ya 3. Na papa huyu ndio tukasema ni mmoja wapo ya papa ambaye alianza kuheshimu mazishi ya mashahidi wa imani. Wale mashahidi waliouawa kikatili kwa sababu ya imani, basi alianza kuheshimu. Na kipindi hicho tukasema pia ni kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi cha utulivu wa muda. Kanisa alikupitia misukosuko mingi, aliendelea kuimarisha na akaanza kuwazika wale mashahidi na kuwakumbuka katika namna nzuri ya kikanisa. Papa wa 13, Papa Caius, papa wa 13 katika karne ya 3. Aliongoza kuanzia ule mwaka wa 283 mpaka ule mwaka wa 296. Na huyu aliimarisha mfumo wa vyuo vya kanisa na aliendesha kanisa wakati wa mabadiliko ya kisiasa Roma. Na wakati wa mabadiliko ya kanisa lilipitia pia changamoto wakati wa mabadiliko ya kisiasa kule Roma, na akaendelea kuimarisha ule mfumo wa kanisa. Na yeye alikufa kifo cha kawaida kutokana na mateso, pia alikuwa amepungua kidogo licha ya mabadiliko ya kisiasa yalikuwa yanaendelea pale Roma.
Papa wa 14, ambaye tukasema tukamwangalia kama the last papa katika karne hiyo ya tatu, Papa Marcellinus. Ni papa ambaye ameongoza kuanzia mwaka wa 296 akimalizia karne ya pili mpaka karne ya tatu mwaka wa 304. Papa huyo aliongoza wakati wa mwanzo wa the great persecution ya ule mtawala Diocletian. Nimeshawaambia ni mojawapo ya watawala wa Kiroma waliotesa sana Wakristo, Diocletian. Kwa papa huyo aliongoza kipindi hicho, ndio alikuwa ameanza ile great mateso makali, great persecutions ya Wakristo. Kwa alikabiliwa na shinikizo kubwa la kukana imani, lakini baadaye alirudi katika imani. Kwa alifika mahali papa huyo akabidi akane imani kutokana na the great persecution iliyokuwa imeletwa na Valerian, akakana imani kabisa. Lakini kadiri ya mapokeo na historia ya kanisa inaeleza baadaye akaja akarudi katika imani. Huyu alikufa mwaka wa 304 na aliuawa kama shahidi. Baada ya kurudi basi kwa katika karne ya tatu tumeangalia ni mapapa wengi, na tumwangalia kwa ufupi sana kwa sababu nimewambia ni kipindi ambacho kanisa lilipitia wakati mgumu mno, na kipindi cha mateso. Ni kipindi ambacho kilifundisha kanisa namna ya kustahimili mateso makali sana kwa Wakristo. Ukuaji mkubwa wa Kristo pia ulikuwa unaendelea katika karne hiyo ya tatu. Kitu kingine ambacho kwa kina affect kanisa ni migogoro ya ndani ya kanisa. Huko ndani kuna viongozi wa kanisa walikuwa wanataka kwamba wale waliokuwa na imani wasirudi kabisa, watengwe kanisa ile na sheria. Alikuwa anapokuja papa anakuwa na huruma, basi walikuwa kuna migogoro mikubwa. Migogoro ni mwambia ya shetani, yani mambo ya Utatu Mtakatifu, uzushi uliokuwa umeanza kuanzia hivyo. Karne hii ni mwambia ni ngumu kwa sababu pia kuna ma-antipope walikuwa wanawapinga mapapa na kutaka kitu kile kwa nguvu. Lakini cha kumshukuru Mungu katika karne hii hapa uongozi wa kanisa unaendelea kuimarika. Ni karne ambayo iliweka msingi wa mabadiliko makubwa yaliokuja kwenye karne ya 4, ambao Kristo alianza kubadilika rasmi chini ya. Tutakuja kuangalia karne ya 4 ni kipindi ambacho tunasema ni kipindi kilikuja uongozi wa Constantine the Great. Huyu jamaa tutamtazama ni mmojawapo wa mtu mmoja ana nafasi katika historia ya kanisa, Constantine the Great. Kwa karne hili iliweka msingi wa mabadiliko makubwa yaliokuja kwenye karne ya 4, ambao Kristo alianza kubadilika rasmi chini ya uongozi wa Constantine the Great. Basi ndugu watazamaji na wasikilizaji, ni tuishie hapo kwa leo. Tulipowatazama papa hawa karne ya 3. Kipindi kingine tutawatazama mapapa wa karne ya 4, na kipindi ambacho Ukristo ulianza kutambulika rasmi. Hivyo tutaanza kuangalia vema kwa undani zaidi kuhusiana na utawala wa Constantine the Great mpaka Wakristo kuruhusiwa kuabudu na mambo mengine kama hayo. Tumsifu Yesu Kristo.